Nitaelezea baadhi ya mambo ya muhimu kuzingatia. Kwa mfano, mama anashauriwa asitumie pombe, asivute sigara, wala asitumie dawa pasipo ushauri wa daktari. Iwe ni dawa za hospitali, lakini hata dawa za kienyeji pasipo ushauri wa kitaalamu. Kwa sababu kama nilivyozungumza, kipindi hiki ni cha muhimu kwa sababu kuna viungo vingi vya mtoto, viungo mbalimbali vya mtoto, ndipo kipindi hiki vinatengenezwa. Na hatutaki mtoto azaliwe akiwa na ulemavu au na upungufu wa viungo au matatizo mengine yoyote ambayo yanaweza kusababishwa na utumiaji wa dawa. Kwa hiyo mama anapaswa azingatie sana. Lakini pia katika kipindi hiki cha mwanzo pia ambacho mama atakuwa amekwisha enda katika kituo cha afya akiwa na baba, huwa kuna dawa ambazo wanapewa. Kwa mfano, folic acid ni dawa ambazo mama huwa anapewa atumie, na hizi ni dawa ambazo zinasaidia mtoto kuzaliwa akiwa na mgongo ukiwa salama. Kama mlishawahi kuona, kuna watoto huwa wanazaliwa wakiwa na tatizo la mgongo wazi, au watoto wanazaliwa wakiwa na vichwa vikubwa. Mojawapo ya sababu huwa ni upungufu wa madini ambayo yanapatikana katika hizo dawa ambazo zinaitwa folic acid, ambazo mama huwa anapewa katika kliniki. Lakini vile vile wakati akiwa katika kliniki, mama pia huwa anapewa dawa za kuongeza damu, kwa sababu wakati huu mtoto anavyokuwa, chakula chake huwa anapata kutokana na lishe ambayo mama anakuwa nayo, na lishe hiyo huwa inapitia katika damu. Kwa hiyo katika kupitia lile kondo, ndipo hapo huwa kuna chakula kinasafiri kutoka kwa mama, lakini pia hata madini mbalimbali yanasafiri kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo ni muhimu sana mama aweze kupata dawa za kuongeza damu, kuhakikisha kwamba ana damu ya kutosha. Lakini pia kuna uwezekano mkubwa kama mama asipokuwa na damu ya kutosha, inaweza ikaathiri ukuaji wa mtoto. Mtoto anaweza kuzaliwa na kilo chache na madhara mbalimbali. Lakini pia kuna dawa zingine ambazo mama huwa anapewa, kwa mfano SP, ambazo zinazuia asiweze kupata malaria kali ambayo inaweza ikadhuru ule ujauzito, au mtoto akazaliwa akiwa na uzito pungufu, au hata ujauzito unaweza ukatoka. Kwa hiyo hayo ni mambo ya muhimu. Lakini pia wakati wa kliniki mama huwa anapewa chanjo ambayo tunaita ni tetanus vaccine, chanjo ya kumzuia mama asipate tetanus. Lakini pia ile chanjo anayovopewa mama huwa inasaidia mwili kutengeneza kinga, na ile kinga huwa inaweza pia kusafiri ikaenda kwa mtoto aliyeko tumboni. Kwa hiyo mtoto atakavyokuwa amezaliwa, atakuwa na yeye amezaliwa na kinga ya kumzuia mtoto asipate ugonjwa wa tetanus. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hayo ni mambo muhimu sana sana ya mama kuzingatia wakati akiwa mjamzito, ili kuhakikisha mtoto anapozaliwa azaliwe akiwa na afya njema. Jambo jingine la muhimu ni kuhakikisha huyu mama anahudhuria kliniki mara kwa mara kulingana na atakavyokuwa amepangiwa na wataalamu katika kituo cha afya. Na wakati anatembelea kituo cha afya mara kwa mara, mama atakuwa anapimwa afya
na kuangalia ukuaji wa mtoto na kuangalia kama mtoto anaendelea vizuri akiwa tumboni na kujua kwamba kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo uhudhuriaji wa kliniki kama inavyoshauriwa ni muhimu sana 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 kuhakikisha mtoto anazaliwa akiwa na afya njema. Kwa hiyo kama nilivyosema, hivi vipindi vitatu ni vya muhimu sana. Lakini kipindi cha mwisho ambacho mama anakaribia kujifungua, ile miezi mitatu ya mwishoni, nayo ni miezi muhimu sana ambayo inahakikisha kwamba mtoto anakuwa na afya njema. Na katika hiki kipindi cha mwisho huwa inashauriwa mama kufanya maandalizi muhimu kwa ajili ya kumpokea mtoto ambaye atakuja kuzaliwa. Kwa hiyo mama atapewa elimu ya afya, ataambiwa wapi aende akajifungue. Kuna mwingine anaweza kuwa na tatizo kubwa ambalo linaweza likaathiri afya ya mtoto baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo anaweza kushauriwa aende katika hospitali ya rufaa ili aweze kujifungua. Lakini kuna baadhi pia ya maandalizi ambayo atapewa. Yote haya ni kuhakikisha kwamba afya ya mama, lakini hasa mtoto ambaye tunamzungumzia hapa, kuhakikisha kwamba afya yake inakuwa njema. Kwa hiyo atakapokuwa amejifungua mahali salama kwenye kituo cha afya, hii itasaidia sana mtoto azaliwe akiwa na afya njema, lakini pia aendelee kukua na akiwa na afya njema. Kuna wengine huwa wanajifungulia nyumbani. Tunaweza tukasema ni kama fikra potofu kwamba baadhi ya watu wanafikiri mama akijifungulia nyumbani basi yeye ni jasiri, hana haja ya kwenda hospitali. Hiyo ni hatari sana na inaweza ikaathiri afya ya mtoto. Kwa hiyo inashauriwa mama ajifungulie katika kituo cha afya. Serikali imekuwa ikisisitiza hivyo, lakini na wataalamu wa afya wamekuwa ikisisitiza hivyo, na jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tunapokuwa na mama mjamzito ambaye anatarajia kujifungua, ili kuhakikisha amejifungua salama na mtoto amezaliwa salama na akaendelea kuwa na afya njema, jamii kwa ujumla tunahusika kuelewa umuhimu, kwa sababu huyu mama yuko kwenye ujauzito, wakati mwingine anapoanza uchungu, kwa hiyo anahitaji usaidizi. Kwa hiyo jamii kwa ujumla tujitahidi kuhakikisha kwamba mama anafikishwa katika kituo cha kutolea huduma aweze kujifungua na mtoto apate kuzaliwa akiwa na afya njema.